Sheikh amekianza kitabu hiki kwa maelezo haya yanayofuata kwa kusema a'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Allahumma, Mwenyezi Mungu wa haki. Shapaona? Allahumma, Mwenyezi Mungu wa haki, inni ahbabtu sahabata nabiyyi, hakika yangu mimi nimewapenda sana masahaba wa mtume wako Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, masahaba wa mtume wako Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, asdaqal hubbi, ukweli wa mapenzi, wa a'maqa, na mapenzi yaliyokwenda ndani zaidi, yaliyozama. Fahabli yawma al-faza'i al-akbar, basi nizawadie nini, nipe nini siku ya mfadhaiko mkubwa, liayi minhum, kwa yoyote miongoni mwao, nizawadie kukutana naye kwa yoyote katika wao. Fa innaka, kwani hakika kwa wewe ya Rabbi, ta'lamu, unajua, anni, kwamba mimi ma ahabbtuhum illa fika, sijawapenda hao isipokuwa kwa ajili yako, ya arhamar rahimin, ewe mbora wa kurehemu. Hapa tunapata tabaruk, yani yeye anatarajia kwamba siku hii ya mfadhaiko mkubwa amkutanishe na mmoja tu katika maswahaba, matarajio yake kwamba itakuwa nini? Tabarukan bihi, basi itakuwa kwa kweli kuna wepesi. Tunapata hapa manake, hapa tunapata dalili ya tabaruk bisalihina, kutabaruk kwa watu wema. Tumefahamiana na irejea tena. Sasa tutachukua kipengele cha mwisho ili kujua habari zake kwa kiujumla. Anasema mwanachuoni huyu, tuufia rahimahullahu, alifishwa, yani alitimiziwa muda wa kuishi. Tuufia, alifishwa fi yaum aljumaa, siku ya Jumaa, tarehe 12 mwezi wa 11 mwaka 1406 Hijiria, katika tarehe ya Kiislamu, ambayo ni muwafaka na tarehe 18 mwezi wa 7 mwaka 1986. Ndio nikasema huyu ni mwanachuoni wa zama hizi miladia. Tumefahamiana. Ithi maradhi udhali, baada ya kuugua maradhi sugu, fi madinati Istanbul, katika mji wa Uturuki, biturkia, huko Uturuki. Wasujja jithmanuhu bimaqbarati al-Fatih, na kikahifadhiwa, kwa maana kikazikwa kiwiliwili chake katika makaburi ya al-Fatih, ni jina la eneo hunaka, huko Istanbul. Haithu yarqudu kathiru min as-sahaba, pahala ambapo wamelala wengi katika masahaba, kwa maana wamezikwa. Watabiina, na tabiina alladhina, ambao ahabbahum fi hayati, aliwapenda katika maisha yake. Wajawarahum fi madfanihi, na akajawiliana nao katika kuzikwa kwao, yani aliwapenda hawa masahaba, akasema nitunge hasa vitabu kuelezea habari zao. Allah akamwafikisha, akazikwa karibu yake. Tumefahamiana? Ndio Sheikh anatuelezea, nikasema tuchukue kipande cha mwisho katika hii nubdhatu al-muallif. Sasa Sheikh anasema sa'ilina al-ali al-qadir, tunamuomba Mwenyezi Mungu aliye juu ya utukufu, al-qadir, mwenye uwezo, an yusahibahu, basi awafanyie usuhuba kama alivyowapenda hapa duniani, akawaandikia tarehe ambayo tunaisoma, na Allah akamwafikisha wakazikwa pamoja. Ukisoma tarehe tutakuja kueleza huko, yule Abu Ayyub al-Ansari ya kumsoma, ni miongoni mwa maswahaba ambao wamezikwa Uturuki. Tutakuja kumsoma Abu Ayyub al-Ansari, nadhani sahaba wa 6 au 7 katika mtiriko wa maswahaba. Tumefahamiana? An yusahibahum fi jannati al-khuldi aidan, basi tunamwomba Mwenyezi Mungu awafanyie usuhuba, wawepo pamoja vile vile katika pepo ya ukaazi wa milele vile vile, kama vile alivyowapenda, na Allah akamwafikisha akazikwa pamoja nao karibu, pia awafanye kuwa karibu katika pepo. Tumefahamiana? Haya, huu ni ukamilifu kwa uchache katika nubdhatu an lilmuallif, yani dondoo au dokezo kuhusiana na historia za muallif na mtiriko wake wa kukialif kitabu hiki.